Karibu katika kipindi chetu pendwa cha The Pharmacist Show. Leo tutazungumzia mada muhimu sana: usalama wa matumizi ya dawa kwa mama mjamzito. Je, ni kweli kwamba kila dawa ni hatari kwa mama mjamzito au kuna dawa ambazo ni salama kwa mama mjamzito? Karibu, ungana nami hadi mwisho wa kipindi chetu tujifunze kwa pamoja. Je, kwa nini baadhi ya dawa zinahitaji uangalifu? Wakati wa ujauzito, mtoto aliyeko tumboni huwa anapitia hatua muhimu sana za ukuaji wa viungo vyake. Baadhi ya dawa zinaweza kupita katika placenta na kumfikia mtoto moja kwa moja. Hivyo inategemea na dawa, dozi na kipindi gani cha ujauzito. Dawa hizo zinaweza zikaleta madhara au zisilete madhara. Hata hivyo, kutotibu baadhi ya magonjwa kunaweza kuleta madhara ya moja kwa moja kwa mama na mtoto. Madhara hayo yanaweza yakawa ni miscarriage, kwa maana ya kuharibika kwa mimba au kufariki kwa mama. Hivyo maamuzi ya kutumia dawa yanapaswa kufanywa na mtaalamu wa dawa au wa afya. Mambo gani ya kuzingatia kabla hujatumia dawa yoyote? Kama wewe ni mjamzito au unategemea kuwa mjamzito, usitumie dawa yoyote bila ushauri wa daktari au mfamasia. Pili, usitumie dawa zilizoachwa nyumbani au ulizonunua dukani bila ushauri. Tatu, mwambie mtu wa huduma za afya kwamba wewe ni mjamzito kabla hajakuandikia dawa. Nyingine, usitumie dawa za mitishamba au virutubisho ambazo hazijathibitishwa usalama wake, kwani baadhi ya dawa hazijafanyiwa utafiti kwa ajili ya mjamzito. Je, kama ulikuwa unatumia dawa kabla ya ujauzito, uziache mara moja? Jibu ni hapana. Wanawake wengi wanaumwa magonjwa sugu kama vile kifafa, presha, pumu na mengineyo. Kwa hiyo kuacha dawa ghafla kunaweza kuwa na madhara makubwa kuliko kuendelea nazo. Hivyo kabla hujaacha, wasiliana na daktari wako ili apitie dawa zako kama zinaendana na ujauzito au kama kuna mbadala ambao ni salama zaidi. Dawa hizi ninazoenda kuziorodhesha hivi sasa hazipaswi kabisa kutumiwa na mama mjamzito, isipokuwa tu pale daktari atakapoona faida zake ni kubwa kuliko madhara yake. Mfano wa dawa hizo ni isotretinoin. Dawa hii hutumiwa kutibu chunusi kali. Madhara atakayopata mjamzito akitumia dawa hii zinaenda kudhuru moja kwa moja mtoto kwenye sekta ya ubongo, uso na masikio. Dawa nyingine ni warfarin. Dawa hii hutumika kuzuia damu kuganda. Dawa hii haipaswi kabisa kutumiwa na mama mjamzito kwa sababu inaweza kusababisha kasoro kubwa kwa mtoto na kusababisha athari kubwa ya kutokwa damu kwa mama na mtoto. Dawa nyingine ni doxycycline na tetracycline. Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa ya maambukizi ya vijidudu kwa maana ya bacterial infection. Dawa hizi hazipaswi kabisa kutumiwa na mama mjamzito kwa sababu zinaweza kuleta madhara ya ukuaji wa mifupa kwa mtoto na kubadilisha rangi ya meno. Dawa nyingine ni acetylcholine enzyme inhibitor kwa maana ya ACE inhibitor. Dawa hizi hutumika katika kutibu magonjwa ya shinikizo la damu, kwa mfano lisinopril, enalapril, lisinopril na enalapril. Dawa hizi hazipaswi kabisa kutumiwa na mama mjamzito kwa sababu zinaweza kuleta madhara ya figo kwa mtoto, zinaweza kupunguza maji yanayomzunguka mtoto tumboni, pia yanaweza kuleta madhara ya ukuaji wa mtoto hasa katika kipindi cha mwezi wa pili na watatu. Mfano wa dawa nyingine ni ibuprofen, diclofenac na naproxen. Dawa hizi hutumika katika kupunguza maumivu na zinajumuishwa katika kundi la dawa zinazoitwa non-steroid anti-inflammatory drugs. Dawa hizi hazipaswi kutumiwa kabisa na mama mjamzito kwa sababu zinaweza kuleta athari kubwa kwenye figo ya mtoto, zinaweza pia kupunguza maji yanayomzunguka mtoto tumboni. Pia katika miezi ya mwisho zinaweza kufunga mapema mshipa wa damu wa moyo ambao ni muhimu sana, unaoitwa ductus arteriosus. Dawa nyingine ni misoprostol. Dawa hii ni maarufu sana kwa vijana wenzetu wale, lakini dawa hii haitakiwi kutumiwa bila maelekezo maalum ya daktari.
Dawa hii isitumike kwa mama mjamzito kwa sababu athari zake husababisha mishipa ya mfumo wa uzazi wa mama kukaza, hivyo husababisha athari kubwa kwa mtoto na kusababisha mimba kutoka. Kwa kifupi, si kila dawa ni hatari kwa mjamzito na si kila dawa ni salama kwa mjamzito. Hivyo usitumie dawa yoyote bila kupata ushauri wa mtaalamu wa afya ili kulinda afya ya mama na mtoto. Kama umejifunza kitu chochote katika kipindi chetu cha leo, comment hapo chini na usisahau ku-like, comment na kushare na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya vipindi vyetu vijavyo. Asante.